Nimepokea maoni yenu ya kusahihisha mapungufu yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Niwaahidi kuwa kama serikali tumejipanga uchaguzi huu kufanyika kwa njia ya haki kwa kusimamia misingi yote ya kanuni, sheria na desturi zote za uchaguzi. Ile falsafa ya R4 itaendelea kuwa moja ya nyenzo zetu kuu katika uchaguzi mkuu unaotukabili. Nyote ni mashahidi wa maboresho na mageuzi makubwa tuliyokushafanya, kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa kuendelea nchini, inaendelea huko, bunge kufanya mabadiliko ya kisheria na kufuta sharti la mgombea kupita bila kupingwa, na sasa kila mgombea wa ubunge au diwani lazima apigiwe kura. Lakini vile vile tumeanzisha tume huru ya uchaguzi iliyokuwa ikidaiwa miaka yote, tayari tumeshaianzisha. Tumeweza kufanya haya yote kwa kushirikisha wadau wote wa kisiasa na tulikubaliana hivi. Vile vile kwa nyakati tofauti, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ikiwahakikishia Watanzania utayari wao wa kusimamia haki. Nitoe wito kwa wadau wote wa kisiasa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao kikamilifu. Milango ya serikali ipo wazi kusikiliza wadau mbalimbali, ikiwemo kupitia majukwaa yaliyopo kama vile Tanzania Center for Democracy na majukwaa mengine yanayoruhusu tuzungumze. Nanyi viongozi wa dini, mtusaidie kuelimisha waumini umuhimu wa kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura ili waweze kuchagua viongozi wenye weledi, wachapakazi na watakaoleta maendeleo. Nimefurahishwa sana na kauli mbiu yenu inayosema amani ndio msingi wa maendeleo. Shiriki uchaguzi kwa salama na amani. Hii inaonyesha kuwa mnatambua wajibu wenu kwa elimu ya mpiga kura ni jukumu shirikishi na si la viongozi wa serikali peke yao. Ni vyema tukafahamisha Watanzania kwa sie ni ndugu au udugu wa Tanzania unakuja kwanza, na kamwe tusiruhusu itikadi za kisiasa zikatugawa, kwani kuna maisha baada ya uchaguzi.